Waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi na mbunge wa zamani Profesa Anna Tibaijuka amemshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutumia hekima na busara kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Chadema Tundu Antipas Lissu. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, Profesa Anna ameeleza kuwa mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi huyo wa upinzani umezidi kuibua mjadala mkubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na hivyo kuna haja kubwa ya kumaliza jambo hilo kwa amani na maridhiano ya kitaifa. Ushauri huu wa dhati umekuja wakati muafaka ambapo kesi inayomkabili mwanasiasa huyo imekuwa ikizuazua mahakamani kwa muda mrefu, huku Tundu Lissu akizidi kusota mahabusu gerezani kufuatia vikwazo na changamoto mbalimbali za kisheria zinazojitokeza wakati wa usikilizwaji. Katika kuongeza nguvu kwenye hoja yake, Profesa Anna Tibaijuka amemtaka Rais kuongozwa na falsafa yake mwenyewe ya maridhiano ya 4R ama almaarufu 4R, yani reconciliation, resilience, reform and rebuilding, ambayo alitangaza kwa umma mara tu baada ya kuingia madarakani, akilenga kuunganisha nchi na kuponya majeraha ya kisiasa yaliyokuwepo. Mwanasiasa huyo mkongwe na msomi amefafanua kuwa taarifa zinazoendelea kuripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa kuhusu mwenendo wa kesi hiyo zinaleta athari hasi kwa taswira ya Tanzania duniani, na pia zinaleta hisia kali sana kwa wananchi, hasa vijana. Ameongeza kuwa hali hiyo inawakumbusha baadhi ya wazee matukio magumu ya kihistoria ya operesheni ya kuzongeza ya mwaka 1974 hadi mwaka wa 1976 iliyohusisha uhamishwaji wa vijiji vya ujamaa ambavyo ilileta msukosuko mkubwa wa kijamii na kiuchumi nchini Tanzania. Mbali na hayo, Profesa Anna Tibaijuka ameonya kuwa kuendelea kwa kesi hiyo kunaweka rehani maslahi ya taifa kiuchumi na kidiplomasia, hivyo akasisitiza kuwa ni muhimu kutafuta mwafaka kupitia uwajibikaji wa pamoja, maridhiano ya kweli na kuheshimu utu wa kila mwananchi bila kujali itikadi zake za kisiasa. Ameandika kuwa jamii inapaswa kuwa na hofu ya Mungu na kutambua miujiza yake, akitolea mfano wa jinsi Tundu Lissu alivyookoka kwenye shambulizi la risasi 16 ambapo ingawa risasi hizo ziliondolewa zilishindwa kukomesha uhai wake, lakini bado ziliacha maumivu makubwa ya kimwili na kisaikolojia. Ushauri huu umetolewa huku kukiwa na maoni tofauti kutoka kwa wananchi, ambao baadhi ya wadau wa masuala ya kisiasa na kisheria wameunga mkono kauli hiyo, wakiona ni njia sahihi ya kupunguza joto la kisiasa, wakati wengine wakisisitiza kuwa mahakama ni muhimili unayojitegemea na hupaswi kuingiliwa na siasa au maamuzi ya viongozi wa serikali. Upande mmoja wa wananchi unaoji kama Tundu Lissu anashikiliwa na rais au anashtakiwa mahakamani kwa mujibu wa sheria za nchi, na hivyo wanaitaka muhimili wa mahakama uache usifanye kazi yake bila kuingiliwa kabisa, wakati upande mwingine ukimlaumu kiongozi huyo wa Chadema kwa kukataa maridhiano yaliyopangwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kesi hii imechukua sura mpya baada ya kuwepo kwa mabishano ya kisheria mahakamani, ambapo Tundu Lissu aliweka pingamizi dhidi ya ushahidi ya nyongeza uliowasilishwa na upande wa jamhuri, ambao ulihusu matukio ya furugu ya tarehe 29 Oktoba, kipindi ambacho yeye alikuwa tayari ameshakamatwa, na pingamizi hilo likafanikiwa mahakamani kuu. Hata hivyo, upande wa jamhuri kupitia
mshauri mkuu wa serikali DPP ulifungua rufaa katika mahakama ya rufani kupinga uamuzi huo wa mahakama kuu, jambo ambalo limefanya mchakato mzima kuchelewa, huku mahakama ikiwa bado haijataja rasmi siku ya kutoa uamuzi wake wa mwisho kuhusu swala hilo lililoleta sintofahamu. Hatua hiyo ya Profesa Anna Tibaijuka inaungana na sauti ya wanaharakati mbalimbali, taasisi za haki za binadamu na jumuiya ya kimataifa ambazo zimekuwa zikishinikiza kuwepo kwa uwazi mkubwa wa haki katika mchakato huu wa kisheria, huku upande wa serikali ikiendelea kusisitiza kuwa taasisi zote za kisheria nchini zinafanya kazi kwa kufuata katiba na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Suala hili limebaki kuwa mtihani mkubwa kwa falsafa ya maridhiano, wakati wa Tanzania wengi wakiendelea kusubiri kuona jinsi gani serikali kuu watakavyotumia busara kumaliza malumbano haya ya kisiasa ili kulinda amani na utulivu wa nchi wa muda mrefu uliopo Tanzania tangu kupatikana kwa uhuru, wengi wakisisitiza kuwa